Mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA imesema itaendelea kudhibiti na kusimamia shughuli za mkondo wa juu wa petroli kupitia utekelezaji wa matakwa ya kisheria kwa ajili ya ustawi wa uchumi wa Tanzania. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa PURA Charles Sangweni katika kikao kazi kilichokutanisha ofisi ya msajili wa hazina, jukwaa la wahariri na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo ameeleza mafanikio na hatua zilizotarajiwa juu ya kuongeza uzalishaji wa gesi asilia hapa nchini. Mimi ni Bakari Chijumba. Dira ya PURA ni kuwa mamlaka inayohakikisha sekta ya mafuta na gesi asilia inachagiza ukuaji wa uchumi wa nchi. Lakini ili kuyafikia maono hayo au ili kuitekeleza dira hiyo, kuitimiza, PURA itaendelea kudhibiti na kusimamia shughuli za mkondo wa juu wa petroli kupitia utekelezaji wa matakwa ya kisheria kwa ajili ya ustawi wa uchumi wa Tanzania. Ndugu wahariri, kwa kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6, PURA imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa ilani ya chama tawala, yani Chama cha Mapinduzi au CCM. Vile vile kwa mujibu wa mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, mpango wa mkakati wa taasisi, miongozo, maelekezo na maagizo mbalimbali yanayotolewa na serikali. Ndugu zangu, shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi hapa nchini zinatekelezwa kwa kupitia utaratibu wa mikataba ya kugawana mapato ijulikanayo kama Production Sharing Agreements au PSA. Moja ya shughuli zetu ni kuhakikisha kwamba pale ambapo tunaona shughuli hii inaweza kutekelezwa na kampuni ya Tanzania au na Mtanzania, basi tunasimamia ipasavyo kuhakikisha kwamba Watanzania wanahusishwa. Lakini hatuishi kwa huyu tu kumlazimisha au kuhakikisha anahusisha Watanzania. Tunarudi kwa Watanzania kuhakikisha kwamba wanajengewa uwezo, aidha kwa kupitia njia zao binafsi au kupitia serikali yetu, ili wanapokuja hawa wageni wakutane na watu ambao tayari wako qualified kutoa huduma ambazo wao wanazihitaji. Vile vile PURA inahakikisha kuwa utekelezaji wa shughuli hiyo unaendana na thamani ya fedha zilizoidhinishwa kwa kufanya kaguzi ya hesabu na matumizi ya kila mkataba. Ndugu wahariri na waandishi wa habari, katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na: moja, serikali imetoa leseni ya uendelezaji katika eneo la ugunduzi la Ntoria. Ntoria iko Mtwara, na kama nilivyosema kwamba baada ya mtu kugundua au kampuni kugundua, basi huwa tuna verify ugunduzi na baadaye tunampa kibali cha kuendelea sasa kuelekea uzalishaji. Katika kipindi hiki pia tumeshuhudia kuimarika kwa kampuni ya taifa ya mafuta kwa maana TPDC katika uchukuaji wa data za mitetemo. TPDC kabla ya mwaka 2015 ilikuwa ni kampuni ambayo haikuwa ya kibiashara, lakini kuanzia mwaka 2015 sheria imetambua TPDC kama National Oil Company. Inafanya shughuli kama makampuni mengine makubwa. Kuna makampuni ambayo yalikuja nchini kupitia nchi zao. Huko nyuma tulikuwa na kampuni kama la British Gas au Uingereza, tulikuwa na kampuni ya Petrobras kutoka huku Amerika Kusini, Brazil. Tulikuwa na kampuni kama Statoil ambayo sasa ni Equinor kutoka Norway. Hizi zote zilikuwa ni kampuni kama TPDC, lakini zilipowezeshwa na nchi zao ziliweza kukua na kutoka nje ya mipaka. Na hii ndio hasa kazi yetu sisi kama regulators, kwamba tuna regulate hii eneo, lakini tunaiangalia TPDC kwa jicho la kipekee ili iweze kuvuka mipaka. Sasa kwa kipindi hiki ambacho sisi tumekuepo, tumeisimamia vyema TPDC na sasa ina uwezo wa kufanya shughuli za awali, ikiwepo kufanya seismic acquisition au kuchukua data za mitetemo. Na eneo moja ambalo tumewapa na wameshafanya hiyo kazi ni EAC Wembele, maeneo ya Manyara hii mpaka Tabora. Na kuna dalili za kupata chochote, maana data zinaonyesha iko promising. Katika kipindi hiki tumewezesha tafiti za awali za kijiolojia, kijiofizikia, kijiokemikia katika utafutaji wa mafuta na gesi asilia. Sisi kwa kushirikiana na watafiti wengine tumeingia mikataba na tuna vijana ambao ni wageni, ni wazuri,
bado vijana ambao wako energetic wamekuwa wakiendelea na kufanya shughuli hizi chini ya Directorate of Technical Operations. Kwa hiyo nalo tunajivunia, kwa sababu sio jambo dogo kukutana na regulator kama sisi ndani ya miaka michache tukaweza kufanya vitu vingi kiasi hicho. Kwa kweli ni jambo ambalo tunashukuru serikali yetu ya awamu ya 6 ambayo imeweza kutuwezesha ili kufika hapa tulipo.